Uwezi ukasema imepungukiwa kwa sababu mechi za mwisho maana yake unakwenda kwa mahesabu zaidi. Ukiangalia ratiba yenyewe imekuwa sio rafiki. Unaweza kuona leo tarehe ngapi? Tarehe 18, maana yake tarehe 21 ana mechi nyingine ya FA, tarehe 24 ana mechi nyingine ya ligi, tarehe 27 ana mechi ya ligi, na tarehe 30 ligi inakwisha. Kwa hiyo wastani wa kila masaa 72 panakuwa pana mchezo. Lakini pia ukiangalia aina ya viwanja bado tuna changamoto. Of course tuna improvement here, hatuwezi kubeza hilo, lakini bado havijafika katika level ambayo unaweza kusema yes, hapo katika level nzuri. Ni viwanja ambavyo kama uwanja wa Sheikh Abed na viwanja vingine ni rahisi kuweza kupata majeraha, lakini pia uweze kupata kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo na ligi imekwenda kwa muda mrefu, ipo kwenye sehemu ya mwisho. Kwa hiyo as much as ligi inapokuwa inafika mwisho, ni rahisi kupata majeraha ya ile kwa uwepesi zaidi. Kwa sababu mtu ametumika na anafatika. Kipi angalia hizo route. Kwa maana umetoka Dar es Salaam unafika Arusha, ukitoka Arusha unakwenda Mwanza, ukitoka Mwanza unakwenda Zanzibar, ukitoka Zanzibar Dar es Salaam. Kwa hiyo kuona hizo route zimekaa katika. Kwa hiyo wakati mwingine una opti kutafuta matokeo kuliko kutaka kusherehesha au kufurahisha, kwa sababu sisi kinachoangaliwa hapa saizi kinaangaliwa alama 3 ili kuweza kumaintain ile gap la alama ngapi? La alama 2. Kwa hiyo mwalimu lazima aweze kuwa na hesabu makali. Wakati mwingine utabadilisha plan, wakati mwingine utabadilisha wachezaji. Hii yote ni kuweza kufanya kuweza kubalance situation ili uweze kuwa na nguvu inayopanda kwenye kila mchezo. Kwa hiyo nafikiri ni hapo iliyokuja kutokana na pressure na mazingira ambayo sasa wako nao. Sawa. Unawatazama Yanga na namna ambavyo wanacheza, lakini Simba Sports wao wanakuambia malengo yao msimu huu ni kutoa ubingwa. Ukisoma comment wanakuambia Yanga jinsi ambavyo inacheza, Simba utakuwa ni uzembe wao tu kutoa mabingwa. Kwa nini Simba anatajwa atakuwa bingwa msimu huu? Hiyo ni propaganda ambayo imeanza kutengenezwa muda mrefu na ilianzia kwa viongozi na watu ambao wamekaa katika mazingira ambayo wapo katika sehemu mbili. Kuna wakati wanautaka ubingwa, kuna wakati wanatamani kutengeneza propaganda ionekane kwamba kuna mazingira ambayo yanatumika Yanga anashinda. Ili hata kama ikitokea umekosa ubingwa basi ionekane kwamba sio wao waliopoteza, isipokuwa Yanga alikuwa anashinda. Utakuwa ni mtu wa ajabu ukisema Simba anataka ubingwa na anacheza vizuri ikiwa mpaka saizi yuko nyuma kwa alama 2. Mtu ambaye anataka ubingwa bado mechi 3 angekuwa anaongoza kwa alama 5 au alama 7. Kwa hiyo no matter what, Yanga ni bora kuliko Simba kwa sababu anaongoza kwa alama 2 na wote wamecheza mechi sawa sawa. Mechi 27 bado mechi 3. Kwa hiyo kama kuna timu ambayo inautaka ubingwa kwa ukaribu ni Yanga. Lakini pia angalia hata mechi ya Simba jinsi ambavyo amekuwa ameshinda magoli yao margin ni goli moja, Yanga ashinda magoli 2. Leo tunapozungumza hapa Yanga ndio timu pekee ambayo imefunga magoli mengi, ndio timu pekee ambayo imefunga magoli machache, magoli 11. Ndio timu ambayo ukiangalia ina mgawanyiko wa magoli, lakini golikipa wake unaweza kuona Diarra ana kishiti nyingi. Kwa hiyo ukisema kwamba Simba anataka ubingwa zaidi kuliko Yanga, kimahesabu inakataa. How comes? Mtu ambaye anataka ubingwa kuliko mwingine, yule ambaye anaongoza kwenye statistics, yule ambaye ana pointi nyingi, yule ndiye anataka ubingwa. Ndio ambaye yuko tayari kuweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo mpaka sasa nafikiri Yanga wanachokifanya, wanaijua ligi, wanajua nini waweze kufanya ili wapate matokeo. Umechelewa kiangalia kipindi cha kwanza kama unavyozungumza. Palikuwa pana makosa mengi sana ambayo Yanga waliweza kuyafanya. Unaweza kuona walikuwa wazito, walikuwa na delay kufika kwenye matukio, lakini wameenda kipindi cha pili wamebadilika, wamekuja within 10 minutes wapata magoli 2, wamefunga mchezo, wanaondoka. Kwa hiyo kuna namna unacheza kikubwa ili kutafuta matokeo. Ndio wanachokifanya Yanga. Wanacheza kikubwa kutafuta matokeo. Twende tukacheze, tukipata nafasi, tunazitumia, tunamaliza game, tunaangalia mechi nyingine inayokuja. Sawa. Ligi michezo imebakia michezo 3. Unaona kuna mchezo wote ambao Yanga anaweza kudondosha kwenye mechi 3 ambazo amebakia nazo? Timu yote inaweza ikadondosha, sio Yanga tu. Ligi haina guarantee. Na hiyo ndio changamoto ambayo tunaamini kwamba pengine Simba na Yanga wao watataka kushinda tu. Hata jana nilizungumza baada ya mechi ya Simba na Mbeya City, nilisema kwamba Simba anaongoza kwa alama 1. Kwa kama ukiniambia nitoe nani ambaye anaweza kabisa kwa karibu ni Simba, kwa sababu anaongoza kwa alama 1. Uwezo ukasema anaongoza kwa alama 1 mwingine hajacheza. No. Mechi ambayo haichezwa haina mwenyewe. Maana yake mechi ambayo yoyote anaweza kashinda. Kwa hiyo Simba ana mechi 3. Ana mechi na nafikiri dhidi ya Singida, ana mechi na KMC, na mechi nyingine si kumbuki ziko 3. Yanga naye ana mechi dhidi nafikiri ya TRA, ana mechi ya Azam, ana mechi ya JKT. Kwa hiyo wote wana mechi 3. Sawa? Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi ya kuweza kushinda au ya kuweza kupoteza. Itegemeana na utaingiaje kwenye mchezo husika. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wote wapo kwenye fair competition, kwa maana kwamba yeyote atakayejichanganya anapoteza, lakini advantage ipo kwa Yanga ambaye anaongoza kwa 2, kwa sababu hata kama akitoa sare bado anaweza kaenda kuchukua bingwa kwa magoli, kwa sababu atakuwa ana magoli mengi kuliko Simba. Tukiangalia wakati ligi pia inakwenda ukingoni, Yanga
wanahitaji mabadiliko makubwa kiasi gani? Kwa sababu Yanga kwa sasa kwa msimu imekuwa midomoni, Yanga hii sio Yanga ile, Yanga hii sio Yanga ile. Yanga wanahitaji mabadiliko ya namna gani kuelekea msimu ujao wa kimashindano, hasa mechi za ligi ya mabingwa Afrika? Nafikiri ni usajili. Timu yao imechoka na wachezaji wao ambao wamekuwa wakifanya vizuri ni wale wale katika misimu yote ya karibuni. Kwa hiyo usajili ambazo walizifanya kwa madirisha kubwa madirisha dogo hazikuwasaidia sana kuweza kufikia katika kile ambacho wanacho. Unaweza ukaona kwa upande wa saizi ukimtoa pengine Alan Okello ambaye ameingia kwenye dirisha dogo, uone mtu mwingine ambaye akiwa ni regular starter, pengine achana labda Mohamed Hussein ambaye ni mzao, lakini most of them ni hao kina Max, ni hao kina Duke, ni hao kina Pacome, ni hao kina Dube na ambao walikuwepo. Kwa hiyo timu ilikosa backup ya maingizo mapya. Unajua msimu kisha kuisha, mnapokwenda kusajili ni wakati ambao manake wanataka kusajili watu ambao watakuja kuongeza kitu ili kuweza kuwafanya hao wengine wakiwa wanapumzika. Itegemea leo uweze kumuona Mudathiri akiwa amecheza muda mdogo, Max muda mdogo, Duke muda mdogo, kwa sababu kuna mtu kama Musa Bala Conte anafanya kazi kubwa. Kwa mfano, ndio yuko Yanga, mtu kama labda Sestine Kuwa maana yake anafanya kazi kubwa wakati yuko Yanga, ndio itakiwa iwe hivyo. Kwa baadhi wao ndio wanawika, kwa hiyo unapata dakika zako 30 unamwika muda ili naye aweze kuregain energy kwa kuangalia msimu nao kuja, lakini ikawa tofauti kwamba na wale wakina Maxi ndio na kina muda ndio inawalazimu wacheze mechi nyingi zaidi kuliko ambao wamesajiliwa. Kwa maana yake ni kwamba usajili ambao walikuwa wamefanya haukufanikiwa, walikuwa wamefeli. Kwa nafikiri eneo la msingi la kufanya ni kuhakikisha kwamba wanarekebisha makosa ya kwenye usajili. Kwa wachezaji ambao wanaosajili lazima waje kuwa na level ambayo ulionao kwa sehemu kubwa hawana, ili waweze kuja kusaidia kwenye wale ambao wapo. Sawa. Unamtazamaje nazungumzia kocha Abdulhamid Mwalimu toka alivyokabidhiwa timu na sasa ambavyo Yanga unaiona timu ya Yanga ambayo ina mabadiliko ya kocha, ama Yanga imebaki inashinda kwa sababu ina wachezaji ambao wana quality kuliko vilabu, wachezaji wengi ambao kwenye vilabu kwenye ligi? Yaani changamoto ya Yanga watu lazima waweze kuelewa. Wanapozungumzia Yanga imeshuka, si kwamba imeshuka compare na timu nyingine yote ya ndani. Sawa, yaani Yanga ameshuka katika Yanga yeye mwenyewe. Yanga imeshuka ukiangalia na expectation ambazo watu wako nazo hasa kwa michuano ya kimataifa. Lakini uwezo ukasema leo Yanga imeshuka kiwango wakati ndio nilitoka kukwambia hapa, anaongoza ligi, ana magoli mengi, amefunga magoli machache. Kwa hiyo imeshuka dhidi ya Yanga yenyewe na watu wakiangalia katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa maana ya ndani bado Yanga wanaendelea kudominate. Na Yanga haijawahi kuwa na changamoto kushinda katika mechi za ndani. Unafahamu? Yanga imekuwa changamoto na Mugambe anaweza kapenetrate kwa miongoni mwa timu kubwa barani Afrika kwa maana kuweza kusogea. Kwa hiyo ukimwangalia Mwalimu Mwali amekuja tu ku harmonize situation. Timu ilikuwa iko separate. Mwalimu aliondoka alifanya timu ikawa iko yani inashindwa kuwa na rhythm ya kuweza kucheza kama kitimu, kuweza kushambulia na vitu vingine vingi. Kwa amekuja amefanya timu iweze kuseto, ile ari ya ushindani imeweza kurudi na wanaendelea kushinda katika mechi ambazo wanastahili kuweza kushinda. Lakini bado ukiangalia si Mwalimu ambaye wanasema pengine anaweza kufanya Yanga wakafanikiwa katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo itawalazimu lazima watafute mwalimu mwingine ambaye atakuwa na hizo level, lakini si mwalimu tu, na kuongeza quality kwenye kikosi chao ambacho kitakuwa kufanya na michuano ya kimataifa. Sawa, ni Yanga itabidi watafute kocha mwingine kwenye mechi za kimataifa. Ni kweli kwa sasa Simba ni bora kuliko Yanga? Sio kweli. Ingekuwa ni bora kuliko Yanga ingekuwa anaongoza ligi. It's only that. Hamna bora huko nyuma kwa alama, huko nyuma kwa magoli, mfunga magoli mengi. Sasa bora unatoka wapi? Ni kama uzungumzie mechi ya Ureno na Kongo. Pasi nyingi lakini mwisho siku matokeo ni moja moja. Umechukua alama moja. Mpira is just like a result oriented. Sio mambo ya kupiga pasi au kukimbia sana. Result oriented. Uwezo ukasema Simba ni bora kuliko Yanga wakati Yanga anaongoza ligi akiwa atakubu nyingi mbele. Sasa utakuwa kidogo hauko sawa. Kwa hiyo Yanga ni bora kuliko Simba na kuliko timu yoyote. Ndio maana akiwa na mechi 27 nafikiri atakuwa na pointi 66. Unaelewa sio? Na anayefuatia na mechi 27 ana pointi 60 na ngapi? 64. Kwa hiyo aliye juu ndio bora. Yeah. Sawa, kocha Steve Becker ameibadilisha Simba kwa kiasi gani? Na je, unaona Simba ni wawakilishi wengine kwenye michuano ya kimataifa ligi inavyokwenda kumalizika? Ni kwa namna ambavyo vilabu vya Tanzania Simba na Yanga vimekuwa vinaliota kombe la Afrika. Ni kocha sahihi kwenda naye kwenye michuano ya kimataifa kwa namna ulivyomtazama kuanzia mbinu na kila kitu? Simba imebadilika kutoka kwenye Simba yenyewe. Lakini haijabadilika ukompea na Simba na Yanga na Azam. Yaani imebadilika
kwenye Simba yenyewe. Yaani ilikuwa iko chini sana. Na nimekuwa siku ile tunakuwa nielewi. Yaani kama umesoma hesabu, si ndio? Let's say Yanga alikuwa na 90. Sawa? Alafu wewe ulikuwa na 20. Kwa natoa mfano, ulikuwa na 20. Yanga ana 90, Simba na 20. Msimu unaofuata wa mitihani Yanga akaluzi alama, akashuka mpaka kwenye alama 60. Alafu huyu ambaye alikuwa na 20 akapanda mpaka alama 40. Kwa hiyo ukiangalia kwenye positive kuna mmoja amedrop, sawa? Kuna mwingine amepanda. Lakini kupanda kwake bado hakujafikia kiwango cha nini? Cha kudrop. Si unaelewa? Yaani ulikuwa una 20 umepanda mpaka 40. Huyu alikuwa na 90 ameshuka mpaka 60. Kwa hiyo huyu ukiangalia goal gap yake ilikuwa imeshuka, kweli imeshuka. Wewe umepanda lakini bado upandaji wako haujafikia leo ambao mwenzako fanya nini? Amefika. Kwa hiyo Simba walikuwa hapo kwenye 20. Baka amekuja amefanya timu imeweza kuaccelerate imesogea kwenye 40. Kwa hiyo bado inaendelea ipo kwenye momentum ya kuendelea kwenye growth rate, bado inakuwa kama timu. Lakini haijafikia pale ambako wenzao wapo. Kwa hiyo atakuwa na kazi ya kuendeleza kuhakikisha kwamba anaendelea kufanya timu iendelee kukua zaidi ile kwenye growth rate ili afikie kwenye level ambayo wenzake wapo, then aanze kwenda zaidi ya wengine. Hapo ndio itakuwa imeimarika kwa maana ubora wa kiushindani. Atuangalie ubora wa mwenyewe dhidi ya wewe mwenyewe, na kuangalia ubora wako wewe dhidi ya wengine ambao unashindana nao wewe. Ndio unachokiangalia. Sio, unaelewa? Si ulikuwa unakimbia kwa saa kilomita 50. Sasa hizi unakimbia kwa saa, sawa, labda kilomita 30. Labda kilomita 60. Kwa hiyo tutakachokiangalia umeimprove kutoka kwenye kilomita 50 umekwenda kwenye kilomita 60 kwa lisaa hili limoja. Lakini je, wengine wanakimbiaje? Unaweza kukuta wengine kwa saa wanakimbia kilomita 90. Kwa kumalizia swali langu la mwisho, bingwa nani kwenye ligi? Maana mpaka sasa wengi, jana kuna mchambuzi kwa namsikiliza anakwambia bingwa msimu ni Simba. Sasa hizo ni hisia. Unaweza ukasema hata bingwa Mtibwa ukijisikia. Yaani ni maoni. Unajua unaweza ukatoa opinions kwa maana ya kwa taaluma na kwa namba. Lakini unaweza ukatoa opinions kwa hisia tu. Kwa sababu mimi naona kombe la dunia anachukua Senegal. Unaelewa? Kiuhalisia mpaka saa hizi mtu ambaye anapata nafasi kubwa kuchukua bingwa ni Yanga kwa sababu ana advantage mkononi. Yaani Yanga ndo ana nafasi. Kama utaamua kutoa asilimia, Yanga ana asilimia 80 ya kuchukua bingwa, Simba ana asilimia 50 kwa sababu Yanga ana kitu mkononi. If all factor remain constant, Yanga anaongoza kwa alama ngapi? 2. Ila kama ingekuwa wote wana michezo mitatu, natolea mfano sasa, alafu kuna utofauti labda mmewiana alama au kuna tofauti wa alama 1 au 2, alafu tunaona mwingine yupo on fire kuliko mwingine na wana mechi ambayo wanakutana, unaweza kusema okay, mimi nikiangalia naiona Simba bingwa kwa sababu Simba na Yanga watakapokutana pengine Simba atashinda na akishinda mechi ya mwisho atakuwa bingwa. Sio, unanielewa? Kwa sababu namba zitakuwa zinakupa. Lakini leo hawana mechi kati yao wenyewe. Wewe ana mechi 3 na ana mechi 3. Huyu wateja ana alama 2 mbele. Unasemaje Simba bingwa? Hizo ni hisia na ni maneno ya kiushabiki ambayo watu wanayazungumza na ndio kawaida wa Tanzania. Yaani hiyo hamna facts kama hiyo, haipo duniani. Inakuwa ni ubashiri mwingine, ni kama kupiga ramli ambako hakupo, lakini namba zimekaa pale zinasimama. Anaongoza ligi kwa alama ndio ana advantage ya kuwa bingwa kwa asilimia kubwa.